nitakupigia simu. Nimemaliza. Mzee, mimi ninachotaka ni hela yangu. Kama haiwezekani, mniambie. Mimi sitaki, ninachotaka ni pesa yangu kijana. Kufunga. Baba yako hajanifunga. Wewe unaweza kunifunga? Security. Halo? Halo? Ndiyo, nakusikia. Nzuri. Hatujambo, tunamshukuru Mungu. Ndiyo. Ndiyo. Kituo cha polisi amefanyaje? Mungu wangu. Habari shemeji. Shemeji uko wapi jamani? Sasa mimi nafanyaje jamani? Mume wangu amewekwa kituoni jamani, kituo cha polisi. Sasa nafanyaje? Hata nisaidia na wewe haupo. Vipi shoga yangu? Nzuri, uko wapi jamani? Jamani, sasa nakuonaje? Mume wangu yuko ndani kawekwa lock up. Sasa mimi nafanyaje jamani? Nimempigia shemeji na yeye amesema yuko mbali. Sasa si uniambie unanisaidiaje? Unaniuliza kwa hiyo mimi nitafanyaje? Wewe niambie unanisaidiaje jamani? Haya, fanya haraka basi jamani. Mwanangu, ugomvi umeanza lini? Umeanza lini ugomvi? Unaenda kugombana kwenye ofisi za watu. Sisi tunarukaruka tu hapa, tunarukaruka. Unaongea tu mke wangu ujui. Kumbuka kwamba ile ofisi limeshimika na yule mzee wa watu. Hata siku moja shehe kunisikia ipo polisi. Sasa unatutia sisi pressure. Kwani ungetulia pale? Kwani sherehe zipo? Sikiliza mke wangu.
mimi sijapenda kustaafu. Japokuwa nimeshafikia wakati wa kustaafu. Nilipenda niongeze ile kazi kama nilivyo achwa na ule mzee wa watu. Lakini barazi ngangu alafu tena nilienda hatiani mimi. Mimi kwani alafu naleta jasho langu mimi. Ila shemeji, ni kweli mama anavyosema. Ungekuwa na subira kidogo tuangalie tena. Sikiza shemeji. Shemeji, nakuheshimu sana. Sijawahi kukukosea hata siku moja. Lakini hata mume wako namheshimu sana. Mbona? Amenikuta kwenye kazi, nimefundisha kazi vizuri. Na hata mpaka leo hajawahi nilaumu hata hili moja. Leo hii ofisi ambayo nimefanyia kazi shemeji yangu, kumbuka kile kipato mimi sasa hivi sikipati. Sawa? Nikinua mgongo changu. Sitaki kingine. Shemeji, nikwambia kitu. Bila nini malipo. Hebu sali mtangulize Mungu. Iko siku utapigiwa simu na mafao yako utayapata. Na kingine mzee, hebu jaribu kuwa mwelewa basi. Na tunafahamu kwamba kustaafu kazi kwako wewe si kwa kupenda, ni maradhi. Lakini kama umekupa muda mrefu hawajakupa jibu lolote, jaribu kuwa mwelewa, sio kuliko kuleta ufungo pale ofisini mwa watu. Sasa je, wakikwambia umepoteza zaidi, kuna pesa imepotea pale zaidi ya kiwango chako, utapata hiyo haki yako kweli? Bora nikose. Bora ukose, unajiuliza nini? Kishakosa unaishije sasa tena mzee? Hivi kama ningekufa, Wewe unatuacha kwenye mazingira magumu kutokuwa mvumilivu. Ungekuwa mvumilivu haya yote singetokea. kama ningekufa hii hali ningeipata? Tungeipata kwa sababu tunajua una utaratibu wote unao. Mkataba si unao? Mkataba ile kampuni si unao? Fuata sheria. Hicho ndio kitu muhimu. Umeona haki yako inapotea, fuata sheria. Vyombo vya sheria vitakusaidia kuliko kuleta vurugu. Mwanangu, haya yote nafanya ni juu yenu. Nawafanyia nyinyi. Kwa sababu leo na kesho sijui Mungu atakaponichukua ama nitaendelea kudumu. Unatufanyia sisi wakati sasa hivi tumeenda kukutoa polisi, tumetoa na mahela mengi. Msamani mume wangu, subiri nimalize. Unatuonea, wewe kwa nini usiwe na subira? Haya yote singetokea saa hizi. Tumeenda kukutoa kule ni pesa. Tumepoteza muda wetu ni pesa. Ungekuwa mvumilivu haya yote singetokea. Kuwa na subira. Nenda nyumbani tutakupigia simu. Nimemaliza. Mzee, ninachotaka ni hela yangu. Kama haiwezekani, mniambie. Mimi sitaki. Ninachotaka ni pesa yangu kijana. Kufunga. Baba yako hajanifunga. Wewe unaweza kunifunga. Security! Baba Edibili. Sasa mbona muda wa kulala baba huku mpaka saa hizi? Mwanangu, muda wa kulala huu shida ni nini? Bora kama una mawazo sana. Kitu gani kinachokufanya uwaze, unawaza namna hiyo kwa nini? Bado umeshikilia ya mchana. Huu muda wa kulala na twende tukalale, amka. Hivi ndugu yangu. Sio mbaya ndugu yangu. Habari za kampuni huko? Sio mbaya ila kuna tatizo. Ndio. Tatizo gani tena? Nimepigiwa simu. Wewe umeenda kuleta fujo. Nilijua labda utanitafuta mimi
tena? Umeenda kuleta fujo. Mimi nilienda kudai haki yangu. Nafika kule, wewe unakumbuka siku ile aliniambia kwamba mwisho wa mwezi uje? Unakumbuka? Akaniambia mwisho wa mwezi uje. Kabla ya mwisho wa mwezi unipigie simu. Ninapiga simu haipokelewi. Napiga simu haipokelewi. Mwisho wa siku ikafungwa. Tena kwamba hana thamani na nini? Nikafuata nikachukua faili yangu nikaenda kudai haki yangu. Kufika pale mtoto mdogo ambaye hata babake hajawahi kunifanyia. Umenielewa? Leo ananifanyia vile ndio nikadai haki yangu. Alafu ananipeleka kule. Kwani wewe sheria sizipo? Ulichofanya sio, mimi nimechukia. Haifai kuwa hivyo. Sheria ipo. Hiyo sheria ndio imemtuma yeye ananirudishia na mamilioni na mimi kaka kangu ni kadogo tu. Ndio ananirudishia na mamilioni. Milioni ina sheria gani? Utu wangu ndio una sheria kuliko milioni aliyodai yeye. Sikiliza. Kilichonileta mimi hapo. Nimechukia kupiga simu kumbe. Watu wanipigia mimi. Haipaswi kuwa ungewapa nipigie simu mimi. Itakuwa nipigie wewe hata kama sijapatikana. Ni kweli nitafuta hata kwa usafiri. Wakati huo mimi simu sijui yani nikwambia kitu akili inapokuwa ina rules. Inaweza kitu kimoja. Lazima uchanganyikiwe usielewe chochote unachokifanya. Lakini yeye amediriki kukupigia kwa sababu wewe ndio ambaye uko karibu na nani? Na mimi. Ukumbuke familia yetu tuko pamoja. No. Unapokuwa na matatizo tunasaidia. Alafu sasa ni haki ile ya kufanyaje? Amekupigia sawa. Umesikia, umerudi. Si ndio kama umenikuta ndugu yangu? Sijui kama unanielewa bwana mkubwa. Haipaswi wewe kwenda kuleta fujo ofisini. Na wakati sheria zipo, ungefuata sheria. Amenikwaza, si kwamba nimemletea vurugu na mheshimu, ni mtoto wa ndugu wa bosi wangu, ni mtoto wangu pia maana nimeishi na bosi vizuri. No. No, kabisa yani sitaki. Yani hiyo mimi kitu haijanipendeza hata siku moja. Nimechukia bwana, nimechukia. Vyombo vya sheria vipo. Ungefuata kipengele kimoja hadi kingine. Mimi na wewe tungeelewana. Mimi nakulaumu. Thank you, hamna shida. Unajua nyinyi mnafurahi kwa sababu mimi mateso niliyopata ni yale maradhi, si ndio? Nimeteseka, lakini ile jasho langu mimi nalidai. Ninaletea nani madhara? Lakini mimi nasema kwenye jasho langu. Sitaki cha mtu. Jasho langu. Wakati ninaingia kwenye ile ofisi, hakuna mahakama, hakuna nani, ni sheria ya pale. Na mimi nimefuata sheria ya pale. Kweli naelewa kwa unadai. Haki yako kweli unadai. Kilicholeta mimi hapa tunaeleweshana. Na kuelewesha hivi. Ile kampuni ni watu wenye hela. Mimi na wewe hatuna hela. Lakini ukiendelea kufanya mambo kama ulivyofanya, haki yako utadhulumiwa. Unataka sasa mimi nifanyeje? Kwa ushauri wangu mimi. Sasa ndio umeshanielewa. Naona umefunguka kichwa sasa. Umefunguka kichwa. Kinachotakiwa ufuate sheria moja baada nyingine. Kuna mahakama zipo. Unaanzia kwa nani? Unaelewa wewe mambo ya kushtaki unajua. Sio kwamba labda nakuelewesha sana. Unaelewa? Unaona? Lakini fuata moja baada nyingine, unapata haki yako. Lakini sasa nazidi kuumia. Alafu unajua hali niliyoipata. Ni sawa. Naelewa. Ile unajua siku unasikia hasira ni hasara. Ile unataka kuingiza hasara kwa familia yako. Shakuelewa. Asante. Nashukuru. Shukrani. Fanya hivyo bwana. Sina wasiwasi. Nachukia sana nilipanda tu na hasira kwa yule kijana. Kunishusha hadhi kama vile mimi sio ni kijana mwenzake. Pole sana. Ila mimi nikuja kukuelewesha tu. Nadhani umeshanielewa. Basi. Fuata sheria, haki yako unapata. Lakini kufanya kama ile ulivyofanya, unapoteza watu wenye hela wale. Nakukubali mdogo wangu. Asante. Vipi ndugu yangu? Salama kabisa. Salama kabisa. Ndio. Haina neno. Wewe ndio pia namba ya simu kuwasiliana na wewe? Wakili? Naam, ndo mimi. Sawa. Sasa bwana, ndio.
Mimi nimepewa hiyo namba, nilikuwa kwenye kampuni moja hivi. Ndio. Ya uendeshaji wa magari, kukodishwa hapa, unapeleka mzigo sehemu fulani, narudi kwa bosi, unaleta hesabu. Kwa ulikuwa unafanya kazi kwenye kampuni? Kampuni ni ya serikali au ni ya mtu binafsi? Ya mtu binafsi. Ya mtu binafsi? Yes. Sawa. Sasa mimi mnamo mwaka 75 hivi ndio mpaka ilipofikia wakati niliokuwa sasa hivi ndio nilikuwa na matatizo kidogo kikazi ya kiafya. Sikuacha kazi, ndio nilikuwa na matatizo ya kiafya. Ndio. Basi hatimaye nikasimama kazi, nikabidi niende kupata huduma zangu. Ndio. Baada ya hapo nikapata taarifa kutoka hospitalini kwamba siruhusi tena kuendelea na hiyo kazi ya kuendesha magari. Pole sana. Sasa ikabidi kule kwenye kampuni huaga kuna vile vinua mgongo vyetu. Haki za kazi zile tunazofanya, unajua kuna vitu kidogo tunawekewa. Ndio. Kumaliza kazi pensheni yako unapokea. Basi baada ya hapo unajua ile tajiri alifariki. Ndio. Alifariki ile tajiri, akawa kijana yule tajiri ile akashika nini? Ofisi. Ikiwa mimi pale ni mimi kiongozi mkubwa kwenye ile ofisi. Kwa hiyo katika ile ofisi wewe ulikuwa unaongoza? Madereva wote. Sawa sawa. Mimi dereva mkubwa, yani kila mahali ninachotakiwa lazima nielekeze kama vile kiongozi wa ile kazi. Ndio. Basi hatimaye nikaomba ruhusa kusimama kazi kutokana na jinsi kutokana na yale matatizo nikastaafu ile kazi. Sawa sawa. Bidi sasa nidai nini? Ile pensheni yako. Pensheni yangu. Ndio. Basi unajua kijana akaniambia mwisho wa mwezi ndio tuonane, lakini kabla ya mwisho wa mwezi unipigie nini? Simu. Kaambia hamna shida, kwa kuwa faili langu nalo la kazi. Nikarudi nyumbani sababu afya yangu inasumbua. Sawa sawa. Karudi yule napigia ndani ya katikati ya mwezi hapokei simu. Ndio. Mwisho wa mwezi umefika, nampigia hapokei simu. Ndio. Wakati mimi na baba yake tumeishi kama mtu na mdogo wake kabisa. Yaani mlikuwa mnaheshimiana katika ule utendaji wa kazi bora. Ndio. Sawa sawa. Basi ilipofikia mahali imefikia mahali sasa inabidi niite kadai. Fika pale kijana yule mwisho wa mwezi hapokei simu, nikafika ofisini pale. Ndio. Majibu alinijibu kijana yani haijampendeza kabisa. Haijanipendeza. Sawa kabisa. Nikapandwa na hasira kweli. Unajua unapokuwa na hasira mtoto mdogo ambaye umemlea mwenyewe, alafu hata baba hajawahi kukufanyia vile. Ndio. Kweli nikapandwa na hasira. Nikamshika tena. Sawa. Ndio kijana utanipa nini? Jasho langu. Hii ni jasho langu. Nalo lidai sidai cha nani? Ndio. Cha mtu. Umesikia? Kama sidai cha mtu, nimefuata nini? Kile cha Mungu kidogo tu haki yangu ambaye nimeitendea kazi. Sawa sawa. Sasa nimemuelewa sana. Basi unajua kijana alileta fujo kiasi ambacho kanichukulia mashtaka, nikapelekwa ndani. Nikaja nikatolewa. Ndio. Nikarudishwa nyumbani. Baada ya hapo nikaona sasa nitafute njia hii ya kudai haki yangu ili uende kisheria zaidi. Ndio. Hebu niambie ndugu yangu, hii ni halali? Kiukweli mheshimiwa, hii sio halali. Ndio. Na mimi kama wakili mkuu ambaye nipo muda mrefu katika hizi sheria, nafahamu mimi taratibu zote. Ndio. Nitafuatilia swala lako kisheria na hakika mzee utapata haki yako ipasavyo. Tashukuru sana. Yaani nitakusaidia kwa sababu mimi kazi yangu ndio hiyo, napenda kusaidia. Nitashukuru sana wakati ile haki yangu nimeipata. Maana inaitwa haki ya binadamu. Ingelikuwa nimemrusha yule mtu hapo, lakini ile kampuni si kwamba nimeiacha, naipenda na unaendelea na kazi mpaka muda huu. Na hata kijana akikosea si kwamba nimemwasi yule mzee wa watu, lazima niwaelekeze vijana. Umeona bwana? Hata kama ninaumwa nimekufa nyumbani nimesimama kazi, lakini ile kampuni bado nawaongoza. Sasa mzee wangu, natumaini hapo umefika sehemu sana. Nitakusaidia, nitahakikisha swala lako linaenda sawa. Na kwa kuwa na uzoefu sana katika hii kazi, na hakika muda mfupi sana utakuwa umepata haki zako. Basi itakuwa vyema utakachofanyika, Mungu akijalie, maana vijana wetu hawajui tunatokea wapi. Kwa hiyo ninakuachia kazi mimi niendelee na ile shughuli yangu nyingine ambayo niko nayo nyumbani, maana sasa hivi nimekuwa baba nyumbani sasa. Haina shida. Kwa majina uliniambia unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Mzee Kalonga Mwakagile. Kalonga Mwakagile. Ndio. Sawa sawa. Na wewe ndugu yangu? Mimi ni wakili
Naitwa Wakili James. Sasa kama nilivyoambiwa kwenye simu. Wakili James ndio jina langu na nimekuwa mzoefu sana katika hii kazi. Asante kijana. Naomba bwana mtengeneze mambo mnayofanya kwa wakati mzuri. Maana nyinyi ndio tunayowategemea kwenye taifa letu. Ndio. Bila nyinyi hakuna kinachoendelea. Kwa sababu sisi tunatetea haki za binadamu. Yoyote anapoenda kinyume na sheria, lazima tusimamie kunyoosha sheria ili ikae katika mpangilio. Kwa hiyo mimi nitakusaidia mzee. Sawa. Haina shida. Mimi ni kijana wangu bwana, lakini basi kitu kimaisha tu yani. Yani kimzunguko tu kimaisha.